hata wakati wa Dr. Salmin Amur, wakati ule ndio ulikithiri masala ya kubaguliwa watu. Watu walivunjiwa majumba pale Mtoni, watu walifunguliwa mashtaka kadhaa wa kadhaa ya uongo. Kuna watu kwa mamia walikuwa wamekamatwa na kufunguliwa kesi. Wakati ule ndio watu wanatembeleshwa kwa magoti, wanachanwa kibisu kwenye nyayo zao. Wakati ule ndio palishatokezea vurugu lile lililokuweko kule tunaita Shenge Juu. Na jamii wakipaaza sauti, labda pengine watawala watarudi nyuma na watarekebisha baadhi ya mambo. Robo karne, miaka 25 tangu tukio kubwa kabisa katika siasa za hivi karibuni nchini Zanzibar, visiwani Zanzibar, tukio ambalo kwa wengine wetu liliumba muonekano au liumba taswira ya vipi tunaangalia siasa, vipi tunaangalia mamlaka, vipi tunaangalia mapambano ya nchi yetu. Tukio la Januari 26 na 27 ambapo raia wasiokuwa na hatia waliuliwa na vyombo vya dola visiwani Zanzibar katika maeneo mbalimbali, na hata baadhi yake katika upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano, kwa maana upande wa Tanzania bara. Tunaliangalia swala hili tukikumbuka miaka 25 ya kile ambacho kilijiri kwa sababu nyingi. Sababu moja, taifa ambalo halikumbuki huzuni zake bila shaka haliwezi kukumbuka furaha zake. Taifa ambalo haliwakumbuki mashujaa wake halisi ambao wamejitolea au wametolewa maisha, damu na roho zao, haliwezi kukumbuka watu wake ambao ni imara. Litachukulia kila siku watu kwamba ni madhaifu, watu kwamba hawana kumbukumbu. Taifa ambalo halina kumbukumbu, maana yake halina historia, haliwezi kwenda mbele. Historia ina tabia ya kujirudia, lakini historia pia ina tabia ya kusahau kila kitu ikiwa haukumbushwa. Yaliyojiri miaka 25 baadaye katika uchaguzi wa mwaka 2025 Oktoba ni mfano ambao alijiri miaka 25 iliyopita nyuma, na bado masomo ni yale yale ambayo hayakusomwa, na bado mafunzo ni yale ambayo hayakuchukuliwa. Kwa nini ikawa hivi? Ni kwa sababu ya kupotezwa kumbukumbu ya taifa. Kupotezwa kumbukumbu ya taifa ni jambo, ni hasara kubwa sana kwa watu. Kwa hivyo tumeamua kuyazungumzia haya, si kwa sababu yoyote ile, si kutunisha madonda, lakini ni kuyaponya madonda, si kwa sababu ya kusuta, lakini kwa sababu ya kutibu na kwa sababu ya kujenga hisia na umoja na historia na kuweka hai yale ambayo yametokezea na wale ambao yamewatokezea. Tunaungana na Maalim Said Miraji ambaye yote ambayo tunayazungumzia haya miaka 25 iliyopita nyuma alikuwa kwenye kiini cha mambo yenyewe, na kwa bahati mbaya akawa miongoni mwa waathirika, lakini kubwa zaidi akawa miongoni mwa walisimama, wakaamua kuregister, wakaamua kuyanakili, kuyaweka sawa katika historia kwa kuandika yaliyojiri neno kwa neno, hatua kwa hatua. Kwa kwake yeye tunapata kutoka yule mtu mwenyewe ambao haya aliyajua ndani nje ndani. Maalim Said, karibu sana kwenye gumzo hili maalum. Nashukuru sana, asante Mohamed. Naam, tunarudi miaka 25 nyuma katika tarehe, katika saa ya historia yetu. Tarudi robo karne iliyopita. Vijana leo tunazungumza nao hapa ambao ndio wengi kwa mitandao ya kijamii hii ambao tunazungumza hapa, hata pengine hawakuwa wamezaliwa wakati huo, na hata pengine tarehe hii si sehemu ya makuzi yao wanavyoona, lakini bado matukio na matokeo yake ndio ambayo wanawakuta leo hii tunapozungumza. Kuna kizazi cha Gen Z. Kwa nini mliamua Gen Z wa wakati huo, robo karne iliyopita, kwamba mnaingia barabarani baada ya yote visiwani Zanzibar? Kwanza Sheikh Mohamed, ni kwamba wakati maandamano yale yanatokea nilikuwa na takriban miaka 37 ya kuzaliwa, ambapo leo tunazungumza na miaka almost 62. Kwa hivyo ni takriban nusu ya umri ambao nimeishi. Kwa wakati ule ulikuwa umezidi kidogo tu. Hilo moja, lakini la pili, kwa wakati ule nilikuwa nabeba dhamana ya kuwa ndio mkurugenzi wa vijana wa taifa wa chama cha wananchi CUF. Na yale maandamano wakati yanaandaliwa hakukuwa na uficho. Chama cha wananchi CUF kilitoka hadharani na kikakubali kubeba dhima ya kwamba ndio kinaandaa maandamano yale, na kitu kilichopelekea
maandamano yale, na hasa pengine labda yawe na muitikio na mafanikio, ni kwa sababu kwamba kwanza watu waliamini kwamba CUF ndiyo chama ambacho kinapigania maslahi yao, ndiyo mkombozi wao, na waliamini kama CUF imejitahidi kwa kadiri ya inavyowezekana kuhakikisha kwamba matatizo yote ya Zanzibar yanatatuliwa kwa njia ya kisanduku cha kura, yanatatuliwa kwa mazungumzo. Sasa ilipoonekana kwamba mazungumzo yamekuwa yakishindikana, kisanduku cha kura kimekuwa hakiheshimiwi, kwa hivyo watu wakakitaka chama kije na njia mbadala. Na labda kuna watu wanaweza kuamini au kuambiwa kwamba CUF ndio ilitaka maandamano, lakini watu ndio walikiforce chama, kwa sababu ukumbuke kabla ya 2001 kulishakuwa na mazungumzo tokea mwaka 1995. Kila baada ya uchaguzi kulikuwa kunatokezea matatizo Zanzibar, yanazungumzwa yakisha yanaachwa. Kwa hivyo watu wakaona sasa hapa haiwezekani tena, kwa hivyo lazima sasa tukitake chama kije na njia mbadala. Na watu waliamini wakipaaza sauti, labda pengine watawala watarudi nyuma na watarekebisha baadhi ya mambo. Lakini pia watu waliamini wakipaza sauti, jumuiya za kimataifa, taasisi zinazoshughulika na masuala ya haki za binadamu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na watu wengine kadhaa wa kadhaa watasikia kilio na sauti ya Wazanzibari na kuyaona yanayotokea Zanzibar na kuingilia kati. Lakini hali haikuwa hivyo. Kwa hivyo Wazanzibari wakaamua wao sasa kama wao waionyeshe dunia kwa kufanya hayo maandamano. Na msingi wa yale maandamano, kwanza watu walikuwa hawaridhishwi na matokeo yanayotangazwa na tume ya uchaguzi baada ya uchaguzi. Walitaka uchaguzi, matokeo yale yafutwe, uchaguzi urudiwe. Na kuna wakati watu walidiriki hata kutaka kuwe na serikali ya mpito ili kuelekea kwenye uchaguzi ulio huru na wa haki. Na kuna baadhi ya mapendekezo yaliletwa hata kwamba uchaguzi usimamiwe either na Commonwealth au United Nations, lakini usisimamiwe na tume iliyopo Zanzibar. Hayo yote ni miongoni mwa mambo ambayo watu walikuwa wakiyazungumza either hadharani au siri, na wakiyanong'ona na wakati mwingine kuyadai. Kwa hivyo viongozi na wenyewe wakawa na presha kubwa kutoka kwa wanachama na kutoka kwa wananchi. Kwa hivyo wakalazimika, lazima ifanyike tunaita mjadala. Kwa hivyo kabla ya kufikia maamuzi ya kwamba tunataka kuingia kwenye maandamano, viongozi wa CUF wakati ule wakiongozwa na Maalim Seif Sharif Hamad ambaye alikuwa ni katibu mkuu, na mimi kwa sababu ndio nilikuwa mkurugenzi wa vijana, kwa hivyo ndio nikateuliwa kuwa mratibu mkuu na msimamizi mkuu. Tulizunguka tawi kwa tawi ili kuzungumza na watu juu ya mustakabali wa nchi yetu. Na kila tulipokwenda, nakumbuka wakati ule Mheshimiwa Ahmad Masudi alikuwa ni mkurugenzi wa aidha haki za binadamu au mipango mojawapo. Kwa hivyo tulikuwa pamoja, tulizunguka kila pahala kuzungumza na watu na kupata maoni yao. Mwisho wa siku watu wakawa wamekubaliana kwamba lazima chama kiitishe maandamano, aidha yakiruhusiwa au yakizuiwa. Nakumbuka baada ya hapo tulifanya kikao cha baraza kuu wiki moja kabla ya yale maandamano ili kutoa tamko rasmi. Kila kikao kilifanyika pale Malindi. Kulikuwa na nyumba ambayo tulikuwa tukiitumia pale penye uwanja wa Malindi pale karibu na jengo la Bakhresa. Palikuwa na nyumba ya kwa Bi Mwanaidi Shughuli, something like that, muda mrefu nimesahau. Pale tulikuwa tuna ofisi ya CUF ambayo ilikuwa inafanya shughuli za uchaguzi. Maana CUF pamoja na kwamba inakuwa na idara zake mbalimbali, lakini huwa ina tume inayoshughulika na masuala ya uchaguzi, ambayo mara nyingi hii imekuwa, kuna wakati ilikuwepo Kisimama Jongoo, kuna wakati imekuwepo pale na vitu kama hivyo. Sasa pale ndio tulifanyia kikao cha baraza kuu. Nakumbuka wakati ule nikiwa mkurugenzi wa vijana, binafsi yangu kwenye kikao nilisema kwamba haya yanayoandaliwa yote naandaliwa mimi na watu wangu, kwa sababu sisi vijana ndio tutakao shiriki kwenye haya maandamano.
Je, niliuliza chama, mko serious na haya maandamano? Wakasema tuko serious. Mimi kama kiongozi wa vijana nitaingia barabarani na vijana. Wakasema sio wewe tu, sote sisi tutaingia. Basi katika baada ya mazungumzo kuna vitu tulikubaliana kimsingi. Tukasema huwezi kuchanganya mayai yote kwenye kikapu kimoja. Tukasema kiongozi wetu mkuu wakati ule Maalim Seif Sharif Hamad hatuwezi kuriski kumpeleka kwenye maandamano. Kwa hivyo yeye tukampa special nani kwenye maamuzi yetu kwamba yeye asishiriki. Kwa hivyo watu wanapoona kwa Maalim Seif hakuwepo, hakushiriki maandamano, sio kama alikimbia. Ilikuwa ni strategy ambayo tuliamua sisi. Lakini siku moja kabla ya yale maandamano, ilikuwa siku nadhani ya Ijumaa hivi, watu wakati wanatoka msikitini ndio risasi ya kwanza ilianza kulia. Msikiti wa Mwembe Tanga kulikuwa na Sheikh Juma alipigwa risasi. Sheikh Juma kakata roho chini ya mlango wa kuingilia makao makuu ya CUF. Mimi nimesali msikiti ule ule, halafu nikarudi nikaja zangu ofisini katika kukamilisha maandalizi ya maandamano Jumamosi. Naitwa kutoka ndani ya ofisini, mheshimiwa toka nje. Natoka namkuta Sheikh Juma ananiangalia, anafanya kama kucheka na kukata roho. Sheikh Juma amefariki siku ya Ijumaa. Mimi binafsi tulikutana siku ya Jumatano nyumbani kwake mida 1:30 jioni. Tukenda tukazungumza, akanambia Sheikh Saidi, haya maandamano mnayoandaa yataleta vifo, unajua kuna madhara yatapatikana, mko tayari kuyakabili? Akamwambia kwa hatua tuliofika hatuwezi kurudi nyuma. Akamwambia msije mkawasaliti watu watakufa. Nakumbuka kama leo, siku ile natoka kwake akanipa mashaf, akanipa baadhi ya misala, kulikuwa na senti kidogo, akanambia tutasaidia kwa watoto, Mungu amrahamu. Alikuwa ni mtu mwema kwa kweli. Yeye akawa ndio mtu wa kwanza kufariki. Kwa kweli shahidi wa kwanza. Naam. Akawa shahidi wa kwanza. Jambo lilinihuzunisha sana kwa sababu ni mtu ambaye tumezungumza siku moja kabla, 2 kabla. Lakini siku ile ile watu wanatoka msikitini Mchangani, zikapigwa tena risasi pale. Ndio pale, kwa sababu Mheshimiwa Jumaduni na Machano walikuwa na wao wanatoka msikitini. Kwa hivyo tukakubaliana hawa ndio silaha yetu iliyopa ngozi, tukawahifadhi pahala. Kwa hivyo wakachukuliwa, tukaenda tukawahifadhi pahala. Kwa hivyo tukakubaliana sasa tuliobakia tutashiriki yale maandamano. Na kwa hivyo kidogo hapo tu, kwa sababu ushaanza kuingia patamu, manake sasa vipi sasa mnafanya baada ya pale. Lakini nataka turudi tena kwenye hoja yetu ya leo. Kwa nini mlifanya yale? Umesema kwamba mlikuwa mnadai uchaguzi ufutwe, uchaguzi mwingine itishwe, serikali ya mpito iundwe kwanza kushughulikia uchaguzi huo. Nadhani pia mko mnadai pia katiba mpya wakati huo na marekebisho ya katiba. Lakini pia nataka umrudishe mtazamaji wetu nyuka alivyosema, kwa sababu tunaangaliwa na vijana wa leo, Gen Z ya leo, ambayo pengine tumesema miaka 25 iliyopita hawajazaliwa wengi wao. Hebu mrudishe nyuma kidogo kwenye uchaguzi wa mwanzo kabisa wa vyama vingi, kwa sababu ambao unaozungumza hizi ambao nataka kufutwa kwa uchaguzi wa pili. Wa mwanzo kwa mwaka 1995, wa pili mwaka 2000. Kwa nini chaguzi hizi mbili tu lishawafanya nyinyi kuhitimisha, kufika conclusion, kuhitimisha kwamba hapa hapana liwalo, kwamba hawa watu hawawezi kuleta haki katika hii nchi? Chaguzi mbili tu. Kipi ambacho kilifanya nyinyi kama chama cha siasa CUF na nyinyi wanasiasa wakati huo, vijana na wazee wa siasa wakati huo, muhitimishe kwamba mambo haya hayawezi kuwa isipokuwa tuingie barabarani? Turudishe nyuma 95 2000 yenyewe chaguzi zilikuwa. Msukumo wa Zanzibari kuitaka CUF iandae maandamano ulitokana na kukata tamaa na suala zima la kidemokrasia. Unajua, watu wengi wanadhani demokrasia ya Zanzibar imeanza pale tu ulipokuja mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Madai ya kisiasa, harakati za kisiasa Zanzibar zimeanza tokea kabla ya 63.
Huko nyuma huko kulikuwa na vyama vingi huko, kulikuwa na chaguzi huko, kulikuwa na jamii huko, vikundi vya kijamii vinavyotetea maslahi ya watu wa jamii yake. Unajua sisi Wazanzibari ni visiwani, ni cosmopolitan. Kule visiwani maana yake kuna mchanganyiko wa jamii mbalimbali, na hizi jamii zilizoko kule Zanzibar sio za kuja jana na leo, ni jamii ziliyopo dahari ya miaka nyuma. Kwa hivyo tayari kulikuwa na hii mivutano muda mrefu, na hata vilipoanza vyama vingi, kwa mfano CUF ilipoundwa wakati ule, ilikuwa ni miongoni mwa chama ambacho kilikusanya jamii za watu mbalimbali. Katika CUF kulikuwa na Wabantu akina sisi, kulikuwa na watu wenye asili ya Kiarabu, Uarabu wa kila aina, Washihiri, Wamahara, Wabulushi, Wamanga, Waomani na wengine na wengine. Lakini kulikuwa na watu wenye asili labda ya Kingazija, kulikuwa na watu wenye asili kutoka bara, kulikuwa na watu wenye asili ya Kihindi. Na ndio maana hata katika uongozi wa kwanza wa CUF wa kamati kuu unaweza ukakuta ulikuwa na uwakilishi wa vilivyokuwa vyama tofauti, ulikuwa na uwakilishi wa watu wenye sura tofauti. Walikuweko akina Mzee Ali Haji Mbaruk, wale ni nguzo ya CUF ambao walikuwa wanatokea kaskazini ya visiwa vya Unguja, kwa sababu huwezi kuizungumza Zanzibar bila ya kuwagusa Watumbatu kama ni miongoni mwa nguzo zinazounda visiwa vya Zanzibar. Kwa hivyo walikuweko kule akina Mzee Hamisi wa Hamisi, akina watoto wa Mzee Haji Muhamadi, kina Bakari Kidoa na wengine. Lakini walikuweko kina Mzee Koroma na kina Mzee Kundi kutoka maeneo ya Nungwi na maeneo mengine. Halafu ukija kwa upande wa kusini au labda pengine kaskazini B, walikuweko kina Mzee Ramadhani Ali, Mzee Ali Ameri, walikuwepo kina Mzee Machano ambao asili yake ni kule. Halafu ukija maeneo ya kusini, wilaya ya Kati Ndijani, walikuweko kina Mwalimu Ali wa Chwaka, walikuweko kina Mzee Miraji Mpatani, walikuweko kina Mzee Hamis Makungu na wengineo. Lakini ukenda kusini ambapo walikuweko kina Mzee Ali Haji Pandu na wenzao. Lakini ukija mjini ndio utakutana sasa hapa walikuweko Wangazija akina Muhammad Ali Muhammad, walikuwepo ambao walikuwa wanawakilisha jamii ya Kingazija, walikuwepo kina Mzee Mlo ambao walikuwa wanawakilisha jamii ya watu wanaotokea labda pengine bara, kwa sababu Mzee Mlo kama watu hawaelewi ni Mzaramo. Lakini walikuweko na Wapemba, na ndani yake sasa ndio ulikuwa unakuta watu wenye jamii ya Kihindi akina Maalim Sanya, hao akina Jusa wakati huo walikuwa vijana wadogo kabisa na wengineo. Kwa hivyo unaweza ukakuta CUF ilikuwa na mchanganyiko, imefumwa, imeundwa kwa kuzingatia jamii zote. Lakini walikuweko watu waliotokea Afro-Shirazi, walikuweko watu waliotokea ZNP, walikuweko watu waliotokea Umapati kina Babu Haji, kina Miraji Mpatani, kina Baramia Kikono na wengineo. Lakini zaidi ni kwamba wakati wa harakati wa Abudu Jumbe kulikuwa na vijana wakiitwa Zeswe, akina Ahmed Ali Amrani na wengine, na kina Mtuma Saidi Haji Kazoba. Hawa na wao walishirikishwa na wakapewa nafasi mpaka kwenye uongozi. Kila kundi lilihusishwa, hata wale waliokuwa wanaonekana wanatumia labda pengine kama mambo ya dini. Kwa mfano kuna watu walikuwa wakiitwa Muslim Brotherhood ambao walikuweko kina Nasoro Sefu, walikuweko kina Gaddafi na wengineo, na wao vile vile. Kwa hivyo CUF ilijitahidi kwanza kuundwa kwa msingi ambao ulihakikisha kila jamii ya Wazanzibari imehusishwa, uwe ni Mswahili, ni Mwarabu, ni Muhindi, ni Mgazija, kila mtu alihusishwa tena katika uongozi wa juu kabisa wa chama kile kwa hatua ya awali. Kwa hivyo tulipoifuma kile chama, ndani yake mtu anakuambia kile kilikuwa chama Hizbu. Si kweli. Kina Mlo ndio walikuwa Afro-Shirazi wenyewe hao. Kina Msahaji walikuwa ndio watoto wa Afro-Shirazi. Kina Hamad Rashid walikuwa ndio watoto wa Afro-Shirazi. Kina Maalim marehemu Juma Ngwali walikuwa ndio Afro-Shirazi wenyewe. Kwa hivyo wakati ule wao wanatuambia CUF ni chama cha Hizbu. Sasa cha ajabu, aliyekuwa mwanasheria mkuu wakati ule Baba Ali ndio aliokuwa wakili wa Hizbu kuinyang'anya kiti Afro-Shirazi katika jimbo la Chake Chake, na ndio alikuwa mwanasheria mkuu.
Lakini Salmin Amuri ambaye alikuwa ndio rais wakati ule anatokea Mkwajuni pale. Afro Shirazi hata Shelisheli alikuwa hauziwi sokoni, watu wanakaa na mashelisheli, akija mtu Afro Shirazi wanapiga kikopo papa, wanampiga maalumu, akipiga huo mpigo unajua wanaikuja Afro Shirazi huyo. Lakini aliyekuwa jaji mkuu wakati ule, Jaji Hamid, ukienda nyumbani kwao kule nadhani Dimani, kulikuwa kuna nyumba yao maana unajua Afro Shirazi ilikuwa na nembo yake ni kisima na Hizbu ilikuwa nembo yake ni nduaro. Kwa hivyo kulikuwa kuna ukuta umejaa nduaro kule. Hata matangazo ya uchaguzi wakati ule yanatangazwa wakati wa Afro Shirazi na Hizbu, ukisikia chubwi, maana yake akaruka kaingia huko, ujue hapo nduaro kaingia kwenye kisima, hapo kaingia kwenye maji. Sasa kuna vitu vijana wanapaswa lazima wavielewe, vijana lazima wavijue. Msukumo wa harakati za kisiasa Zanzibar haukuanza jana na juzi, na ndio maana hata kuna wakati ilipokuwa inaonekana labda kafu kama inashindwa kupambana na CCM, watu kama Naila Jidawi ambaye alikuwa ni mke wa Kanal Mahfoudh. Kanal Mahfoudh ni katika walioondolewa Zanzibar, Nyerere akampeleka kuwa mwambata wa kijeshi Msumbiji. Walitaka kuja na kitu kinaitwa third alternative, kwamba walidhani kunahitajika kuwa na nguvu ya tatu, kwa sababu waliona kama hawa kafu wanachelewa. Mbona ukumbuke Naila Jidawi alikuwa ni mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya CAF, alikuwa ni mbunge wa viti maalum kwa kupitia tiketi ya CAF, alikuwa ni waziri kivuli wa mambo ya nchi za nje kupitia tiketi ya CAF. Sasa baadaye watu walipoona Naila Jidawi mbona anazungumzia kuwepo na hii nguvu ya tatu, zikatoka fikra mbalimbali, maneno mbalimbali, akaonekana Naila Jidawi kwa wakati ule amekisaliti chama. Lakini watu walishaanza kufikiria kwamba mbona CAF kama vile inashindwa kupambana vilivyo na CCM. Kwa hivyo kuna wengine walidiriki hata kuona wakati wa kujengua basi umefika, au wakati wa kukihijack chama umefika. Lakini all in all tukaendelea na harakati kama chama sote kwa pamoja, kwa umoja wetu, na tukaona tuendelee kupambana ili kudai haki ya Wazanzibari. Kwa hivyo ukitazama historia hii, vyama wakati vinaundwa au vinarudishwa tena vyama vingi mwaka 1992, haina maana kama harakati za kisiasa zimeibuka pale tu. Ndio maana hata wakati wa Aboud Jumbe kulikuwa na kuchafuka kwa hali ya hewa ya kisiasa. Ukirudi nyuma utakuta wakati huo kwa vijana wasiojua kama wamewahi kusikia, kuna kitu kilikuwa kinaitwa kiroboto. Yaani ile redio Zanzibar inatangaza ikifika saa 12 jioni kama na robo au na nusu hivi inafifia. Halafu yanatoka matangazo mengine mapya ambayo ndio unaambiwa kiroboto, anahimiza suala la kura ya maoni ambayo imekuja kupatikana mwaka 2010. Miaka hiyo inahimizwa kura ya maoni mwaka 1900 nadhani na 88, miaka 87 nani hapo, lakini imekuja kupatikana mwaka 2010. Lakini kura iliyopatikana mwaka 2010 ya maoni ni kwa ajili ya katiba ya Zanzibar. Hii iliyokihimizwa hapa ni kwa ajili ya masala ya kuipatia nguvu ya kimamlaka Zanzibar. Wakati ule watu wanazungumzia serikali mbili, serikali tatu, serikali moja miaka hiyo. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yamepita, siku yake ikifika na yenyewe kila tukio tutalizungumza kwa wakati wake. Lakini ulipofika mwaka 1992 vyama vingi vikaanzishwa. Kwanza mfumo ulikuwa ni mpya, na kuna watu, unajua Zanzibar ilibahatika kuwa na viongozi ambao wana uzoefu wa kufanya kazi kwenye vyama vya wafanyakazi, akina Shabani Khamisi Mlo. Kuna watu walikuwa na uzoefu wa kufanya kazi kwenye masuala ya kisiasa. Kwa mfano, kulikuwa na wajumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ambao walifukuzwa kutoka ndani ya CCM mwaka 88, na hawa walifukuzwa kwa kuambiwa wanaleta upinzani ndani ya chama. Kwa hivyo wakatengeneza upinzani nje ya chama. Kwa hivyo pale nadhani walikuwa 7. Alifukuzwa Maalim Seif Sharif Hamadi na wenzake akina Hatibu Hassan, hao Hamad Rashid walifukuzwa wakati ule, na baadaye kina Musa Haji wakaamua kuwaunga mkono. Musa Haji hakufukuzwa,
lakini aliamua kuja kuunga mkono wenzake. Kwa hivyo wapo watu baadaye waliamua wenyewe, lakini pale walikuwemo kina marehemu Maalim Sudi Yusuf Mgeni na wenzao. Kwa hivyo hawa wengine walikuwa ni mawaziri, wengine walikuwa wajumbe wa kamati kuu. Maalim Seif pamoja na kwamba aliwahi kuwa mwenyekiti wa secretariat ya uchumi na mipango ya CCM. Seif Sharifu akiwa mwenyekiti wa secretariat ya uchumi na mipango ya CCM, ofisi zake zilipaswa kuwa ndani ya makao makuu ya CCM Dodoma, lakini kwa sababu aliteuliwa kuwa waziri kiongozi Zanzibar, Mwalimu aliruhusu Seif Sharifu ile secretariat aiongoze akiwa yuko Zanzibar na hakuondolewa kwenye nafasi yake. Sasa baada ya sitafahamu hiyo, Maalim na wenzake wakaondolewa, lakini usisahau hapo nyuma tumepitia kuwa na suala lile la frontliners, tumepitia na suala la kuwa na zufu, tumepitia na suala la kuwa na Kamahuru. Hayo siku yake yatafika, tutakuja kuyazungumza. Lakini uchaguzi sasa, baada ya uchaguzi ule wa 1990 mfumo wa vyama vingi kuruhusiwa 1992, wakati vyama vingi vinaruhusiwa, Maalim Seif alikuwa yuko korokoroni, alikuwa gerezani, nadhani pale kiinua miguu. Alikuwa ameshtakiwa kwa kukutwa na nyaraka za siri za serikali, kwa sababu baada ya kuondolewa kuwa waziri kiongozi, kwa sababu yeye alikuwa waziri kiongozi wakati wa Sheikh Idris Abdul Wakil, na ukumbuke wakati Sheikh Idris Abdul Wakil anagombea, Maalim Seif alikuwa ni mpinzani wake, lakini jina likaletwa la Idris Abdul Wakil. Na miongoni mwa mambo ambayo Wazanzibari wamekuwa wakialalamikia ni hayo, kwamba wanamtaka kiongozi wao, lakini kiongozi analetwa kutoka Dodoma, ambayo hayo mpaka leo ukienda ndani ya CCM unayakuta yananong'onwa. Kwa hivyo pale ikawa mtihani kidogo, na nakumbuka katika kitu cha kuchekesha sana, nadhani wakati ule Kamando anataka kugombea, kuna mtu anaitwa Mzee Ussi Khamis Haji, aliwahi kuwa katibu wa baraza la wawakilishi, aliwahi kuwa jaji nadhani mahakama kuu pale, sio kama ni jaji mkuu, kitu kama hivi. Aliwahi kukamata nafasi nyingi za kiserikali pale. Aliwahi kutaka kuchukua fomu. Kilichotokea pale Zanzibar, Mzee Ussi aliishia kugombania kutaka kupewa fomu, lakini hata ile fomu hakupewa. Maana yake waliamini CCM wa Zanzibar, kama likiletwa jina la Mzee Ussi na jina lingine lolote huku bara, jina litakalorudi litakuwa la Mzee Ussi. Kwa hivyo ili lirudi jina lao wao, wahakikishwa wanaleta jina moja tu. Kwa hivyo Mzee Ussi hakupewa fomu. Nakumbuka hata wakati wa nani huyu Amani Abedi Karume, nadhani aligombea sio kama sikusema na Dr. Bilali. Ndio. Kwenye kura za maoni kwenye kamati maalumu ya Zanzibar alishinda Bilali. Lakini walipokuja Dodoma likarudishwa jina la Amani. Lakini baadaye Bilali akateuliwa kuwa makamu wa rais. Wengine wanadhani ilikuwa ni kwa harmonize ule mgogoro uliokuwepo miongoni mwa kambi ya Salmini. Kama unakumbuka, kuna wakati mpaka Salmini akaambiwa anatikisa kibiriti, kwamba walisema ikiwa hawakupata maamuzi yao watarudi na Afro-Shirazi yao. Hayo maneno yalikuwa yanasemwa. Kwa hivyo kuna vitu vingi vilipita. Kwa hivyo kulikuwa na migogoro ya kisiasa ndani ya Chama cha Mapinduzi, wao wenyewe kulazimisha kuona kwamba wana maamuzi ya kuamua wanayemtaka na sio kila kitu kinaamuliwa Dodoma. Lakini kulikuwa na vurugu nyingine linalotokea kwenye upinzani, kwamba wanaona maamuzi ya wananchi hayaheshimiwi. Lakini kitu kilichowavunja watu moyo sana, Sheikh Ghassan, ni sheria za uchaguzi na katiba. Katiba ya Zanzibar hii ya mwaka 1984 hii imetamka bayana kwamba hakutakuwa na mamlaka yoyote inayoweza kufanya uchunguzi juu ya jambo lolote lililofanywa na tume ya uchaguzi Zanzibar, wala hakutakuwa na mtu mwenye mamlaka ya kuquestion maamuzi ya uchaguzi wa rais yatakapotangazwa tu na tume. Kwa hivyo tume ikishakutangaza tu, huyo wanakala balozi fa huwa almuafaka, balozi akishakusema huo ndio muafaka wenyewe na hakuna anayeruhusiwa kuupinga. Sasa Zanzibari wakaanza kujiuliza, ikiwa haturuhusiwi kuchallenge maamuzi yanayofanywa na tume mahakamani, hata tume ikidhulumu, sisi haki yetu tutaipata wapi? Kwa hivyo yale maneno yakaanza toka uchaguzi wa 1995, na watu waliamini katika uchaguzi ule kwamba Maalim Seif alishinda. Na ukitaka kujua, nataka nikwambie,
Jimbo la Mlandege ambalo mgombea wake alikuwa Mohamed Ali Mohamed marehemu kwa sasa. Jimbo la Ndijani mgombea wake alikuwa Dr. Maulid Makame marehemu kwa sasa. Jimbo la Jang'ombe mgombea wake alikuwa mzee Machano Khamis Ali marehemu kwa sasa. Jimbo la Mfenesini mgombea wake alikuwa Hemed Ali, naye nadhani vile vile marehemu kwa sasa. Sasa Hamed na wenzake hawa, maneno yaliyopo ni kwamba maeneo yale kafu ilishinda kwenye ubunge, ilishinda kwenye uwakilishi, ilishinda kwenye kura za rais, ilishinda kwenye kura za Zanzibar na kura za rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mohamed Ali Mohamed, jimbo lile la Mlandege, matokeo yashakuwa tayari kila kitu, wakaambiwa mgombea wa CCM ameyakataa. Asubuhi watu wanakuja, matokeo yamebadilishwa, mgombea wa CCM ndio mshindi. Na watu wakumbuke, hata aliyekuwa naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar marehemu mzee Ali Ameri aliyakataa matokeo ya uchaguzi, kwa maana ya kwamba aliamini CCM imeshindwa. Aliyakataa matokeo ya uchaguzi, na yeye ndio naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar. Lakini jiulize, kwa nini baadaye anahojiwa na waandishi wa habari, wewe uliyakataa matokeo ya uchaguzi, sasa mbona unayakubali? Ikawa hakuna majibu. Aliyakataa kwa sababu tume ya uchaguzi kabla ya kutangaza ilionyesha kwamba CCM imeshindwa, na ndiyo maana kulikuwa na ruti nyingi za viongozi kutoka bara kuja Zanzibar. Sitaki kuwataja kwa majina, lakini Wazanzibari wanajua ndege zilizokuwa zinakuja usiku na mchana mpaka matokeo yanatangazwa vinginevyo. Sasa Wazanzibari wakaona kuna mkono mkubwa kutoka pia Tanzania bara, Tanganyika, unaoingilia mambo yao ya ndani kwenye uchaguzi. Wakaona lazima wakati wa kuudhihirishia ulimwengu umefika. Nakumbuka uchaguzi ule, baada ya matokeo, mtu wa kwanza kutangaza kama uchaguzi haukuwa wa huru na haki alikuwa Balozi Steve, ambaye alikuwa ni balozi wa Marekani aliyepo Tanzania. Lakini baadaye tukaja tukasikia balozi ameondolewa na aliyekuja anafanya kazi na serikali na kila kitu. Kwa hivyo hii maana yake ni kwamba hata jamii ya kimataifa ilifika pahala iliwatelekeza Wazanzibari. Watu waliamini juu ya kwamba jamii ya kimataifa imeona yote yaliyofanyika Zanzibar. Haya ni miongoni mwa mambo yaliyowavunja moyo watu. Waliona hata jamii ya kimataifa haituungi mkono, waliona hakuna taasisi yoyote ya kisheria Zanzibar na nje ya Zanzibar kama hizo Tanganyika Law Society na wengine waliokuwa wanapiga makelele juu ya yanayojiri na kuendelea Zanzibar. Zanzibar wananchi wakajiona ni wakiwa, wakajiona ni yatima, wakajiona hawana mtu wa kuwapambania, wakaamua wapambane wenyewe. Kwa hivyo tukenda tukavutana na CCM mpaka tukafika masala ya uchaguzi wa 2000. Ukumbuke hapa nyuma kulikuwa na migomo ya wanafunzi kwenda shule, kulikuwa na migomo ya wawakilishi kuingia kwenye baraza, kulikuwa na migomo ya CUF kuitambua serikali iliyopo madarakani. Hizo hatua zote hizo zimechukuliwa, mpaka watu wanaamua kuandamana, hizo hatua zote zimepita. Nakumbuka kidogo kwamba ili kwa sababu uweze kueleza watazamaji pia hapa, nakumbuka pia mlipata kufika mwafaka wa kwanza 1999 katika hizo hatua ambazo unazungumza hapa, ama sivyo? Ndio. Ndio. Naam. Mwafaka ulipita, na Zanzibar mwafaka haukuwa mmoja. Kuna mwafaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka tukaingia kwenye kitu kinaitwa maridhiano. Na katika kuhakikisha yale yanayoamuliwa yanatekelezwa, tulifika hatua wa kuwa na kitu kinaitwa Joint Presidential Committee, JPC, ambapo wenyekiti kwa upande wa CUF nadhani alikuwa ni mwanasheria marehemu Maalim Hamisi Abubakar Hamis Bakari kutoka upande wa CUF, na CCM kulikuwa, manake ilikuwa ina wenye viti weza, na CCM pia na wao walikuwa naye. Kuna wakati kuna watu wakina Shamhuna hao watu walikuwemo kwenye hii kamati, ili basi angalau isimamie kuona yale yanayokubaliwa kwenye muafaka yanatekelezwa. Bahati mbaya hata yale waliokubaliana kwenye muafaka yalikuwa hayatekelezwa.